Karibu tena ndugu mtazamaji kwenye video namba 10. Baada ya kusoma video namba 9, nikumbuke kwamba kwenye video namba 9 tumesoma kwa pamoja subject pronouns. Tukasema kwamba subject pronouns ndiyo msaada pekee unaomsaidia yeyote ambaye anataka kujifunza kuongea Kiingereza. Ndiyo msaada pekee wa kumfanya yeye mzungumzaji kuelezea tendo na muhusika wa tendo, kuelezea tendo na kueleweka kwa anayeelezewa ni nani mtendaji wa tendo. Kwa hivyo bila msaada wa subject pronouns, mtu hawezi kutamka tendo akaeleweka nani muhusika wa kutenda tendo lenyewe. Isipokuwa bila msaada wa subject pronoun, mtu angeishia kutamka tu tendo. Kwa mfano angesema sema, angesema nenda, angesema kula. Lakini kwa msaada wa subject pronoun, mtu anaweza kusema tunakula, yani anaelezea. Anaweza kusema anakuja. Kwa hivyo lile neno ana ndo subject pronoun. Isipokuwa light kama subject pronoun isingekuwepo, angesema tu kuja, asingesema anakuja. Kwa hivyo subject pronoun kwa Kiswahili ni lile neno ana. Kwa hivyo ni mada muhimu sana. Kwa hivyo leo kwenye video namba 10 tunatoa baadhi ya mifano ili uweze kuelewa zaidi. Examples. Kwenye video namba 10 tunasoma examples. Ukisema I go at school every day. Naenda shule kila siku. I go at school every day. Manake hapa ninaelezea tendo la kuenda ambalo mimi kila siku ninatenda. Ukisema we speak Kiswahili. We speak Kiswahili every day. Na kuna he goes at cinema every night. He goes at cinema every night. Lakini pia unaweza kusema she plays tennis. She plays tennis every weekend. She plays tennis every weekend. You study at St. Joseph Secondary School. Kwa hivyo hii ni baadhi ya mifano kwenye kuna matendo kama tendo go, kuna tendo speak, kuna tendo play, kuna tendo study. Kwa hivyo hapo ukiulizwa kwenye mifano yote hii hapa, piga mstari tendo, aidha piga mstari kila verb. Kwa hivyo piga mstari go ndio verb, speak ndio verb, na hii go pia ni verb, play verb, study verb. Kwa hiyo verb hapa zilizopo ni verb 4 tofauti.
Kwa hivyo ukisema I go at school every day, ninakwenda shule kila siku. Every day, kila siku. We speak Kiswahili every day. We speak, tunazungumza Kiswahili kila siku. Aidha tunaongea Kiswahili kila siku. Aidha tunaongeaga Kiswahili kila siku. Kwa hivyo verb zote hizi hapa zimeelezwa katika nyakati ya wakati uliopo. Zote hapa zipo katika present simple. Unaposema I go, unaelezea kitendo cha kwenda, lakini katika nyakati ya wakati uliopo. I go at school, naenda shule. We speak Kiswahili, tunaongea Kiswahili. Aidha tunaongeaga Kiswahili, ni wakati uliopo. Aidha ni mazoea. Kwa hivyo present simple huwa inatumiwa aidha nyakati ya wakati uliopo. Katika lugha ya Kiingereza hutumiwa kuelezea tendo ambalo ni la mazoea, ni la mazoea. Kumbuka na kazia kabisa hapo, nasisitiza kariri hivyo kwamba present simple ni nyakati ya wakati uliopo ambayo mzungumzaji huelezea tendo fulani ambalo tendo hilo ni la mazoea, ni la kama kawaida yake, ni la desturi yake. Kwa hivyo ukisema she plays tennis, ukaishia hapo. She plays tennis, anacheza tennis, aidha anachezaga tennis. Kwa hivyo ni kitendo ambacho ninaelezea kwamba fulani wa kike anafanyaga, kwamba she plays tennis, anachezaga tennis. Ninaelezea kitendo anachokifanya yeye ambacho ni cha mazoea yeye kukifanya kila siku, every weekend, kila weekend. You study, unasoma, aidha unasomaga. Sio kusoma barua, sio kusoma message kwenye simu, sio kusoma bango, sio kusoma ubaoni, bali study ni kusoma darasani, ni kusoma shuleni. Kwa Kiswahili yote ni kusoma. Kwa Kiingereza kuna utofauti kati ya kusoma, kuna tofauti kati ya read. Read ndio soma kitabu, soma barua. Tofauti yake study na read ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo study ni kusoma shule, read hapa ni kusoma barua. Kwa hivyo hapa sijamaanisha kusoma barua, bali hapa namaanisha kusoma shule. Kwa hivyo nikisema you study at St. Joseph Secondary School, naelezea tendo ambalo ni la kusoma, ambalo unalolitenda wewe katika wakati uliopo, aidha katika nyakati ya wakati uliopo ambao ni mazoea ya wewe, aidha ni mazoea yako ya kila siku. Kwa hivyo nikisema you study at St. Joseph Secondary School, unasomea, aidha unasomaga shule ya sekondari ya St. Joseph. Kwa hivyo ni desturi yako kwenda shule kila siku, shule ya St. Joseph Secondary School. Kwa hivyo subject I, you, he, zote zile subjective pronouns, aidha zile subject pronouns I, you, we, you, they na kadhalika, ukijumlisha na verbs, ukijumlisha na present simple, moja kwa moja verbs kwenye hishi na iti lazima zibadilike. Hebu nikupe listi kidogo ya verbs ambazo kwenye somo lijalo, kwenye video ijayo utatengeneza. Tutafanya zoezi online na utajibu online. Utapata majibu online, lakini wewe nyumbani utaandika, utafanya zoezi ukiwa nyumbani peke yako. Kwa hivyo nakupa baadhi ya verbs, aidha baadhi ya matendo, aidha baadhi ya vitenzi ambavyo ukivitumia kwa kujumlisha, kwa kuunganisha zile subject pronouns unapata tafsiri. Kwa mfano kuna to like, to dislike, to understand, to listen to say, to write,
clean, to hear. Hizi ni baadhi ya verbs, aidha ni baadhi ya vitenzi ambavyo unaweza ukatumia kwa kujumlisha, aidha kwa kuunganisha zile subjective pronouns. Nikumbuke kwamba subjective pronoun kuna I, you, he, she, it, we, you, lakini pia na they. Kwa hivyo utajumlisha, utaunganisha mwenyewe, lakini pia ukifikia kwenye he, she na it, verb hii yoyote utakayochagua hapo lazima ina mabadiliko mwishoni. Na badiliko kwenye verb ya listen, mabadiliko hapo kwenye listen, sio kwenye neno to. To haibadiliki. Kwa hiyo kitendo hapa ni listen, hili neno to litaendelea kuwepo. Kwa mfano nikusaidia kidogo, kisema I listen to radio, nasikiliza redio. Listen ni kusikiliza, lakini here hapa kuna tofauti kati ya listen na hear. Hear ni kusikia, listen ni kusikiliza. Sijui umenielewa? Listen ni kusikiliza, hear ni kusikia. Kwa hivyo mtu kimwambia unanisikia, utasema do you hear me? Unanisikia? Hear ni kusikia, listen to kusikiliza. Kwa hivyo hapo ukisema he listen, hapo utaongeza neno s kwa sababu ya he, she na it. Na nimekwambia kila verb inayoishia na consonant kwenye he, she na it unaongeza s, inakuwa listen. Inakuwa listen. Ukisema he listens to radio, anasikilizaga radio. No, he listens to radio. Ile neno tu litaendelea kuwepo, lakini mabadiliko yapo kwenye neno, aidha kwenye kitendo listen. Kwa hivyo to like maana yake kupenda. Ili neno to maana yake ku. Ila ukisema neno to like, ukisema to like, ukisema neno like bila kutumia neno to, ukisema neno like maana yake penda. Dislike, kutokupenda. Understand, kusikia. Kuelewa. Kuna tofauti ya kuunderstand na kuhear na kulisten. Ni maneno yanataka kufanana lakini hayafanani. Ukisema kuunderstand ni kuunderstand kwenye brain, kwenye ubongo, ni kusikia kwenye ubongo, lakini hear ni kusikia kwa masikio. Sijui umenielewa? Tofauti ndio hiyo. Understand ni kusikia kwa ubongo, hear ni kusikia kwa masikio. Kwa hiyo mtu kimwambia umenisikia, kwa Kiingereza zipo aina mbili za umenisikia. Kuna do you understand me, umenisikia kabisa, akilini imeingia, na do you hear me, masikio yako yamenisikia kabisa ninacho. Kwa kifupi, hear ni kusikia kwa masikio, understand ni kusikia kwa ubongo, kwa akili. Understand ni akili inafanya kazi zaidi, lakini hear ni masikio ndio yanayohusika hapo. Na listen ni kusikiliza. Say ni kusema. Kuna tofauti ya say na speak. To say ni kusema. Usi kusema do you say English, usi kusema je unasema Kiingereza. Say ni kusema. Speak kuongea. Hebu nikusaidie kidogo. Pana speak, pana say, pana talk. Yes. Speak kuzungumza, aidha kuongea. Speak ni kuongea. Speak ongea. Say sema. Talk zungumza. Talk ni zungumza.
I talk, nazungumza. I say, nasema. I speak, naongea. I speak English, naongea Kiingereza. I say English, huwezi kusema I say English eti kwa Kiingereza huwezi kutumia hii, utatumia hii hapa. Talk ni kuzungumza. Bwana, kaa chini tuzungumze. Let's sit down and talk. Tukae chini tuyamalize, tuzungumze. Talk. Say, sema tu, yani ni kusema. Wewe unasema nini? What do you say? Umesema nini? Aidha unasema nini? Hii ni sema tu, sema hivi, kusema. Kwa hivyo think before you speak. Fikiri kabla ya kuongea. Kuna kuongea na kusema. Say hapa ni kusema tu. Speak ni kuongea. Talk ni kuzungumza. Kwa hivyo hizi ni verbs ambazo zina tofauti kwenye matumizi. Kwa hivyo huwezi kusema do you say English kwa kumaanisha kwamba unaongea Kiingereza. Hapana. Utasema do you speak English. Kwa hivyo huu ni mfumo wa present, aidha ni nyakati ya wakati uliopo, ndio ambao tumetolea mifano toka video namba 9 mpaka sasa hivi kwenye video namba 10 tunaongelea mada ile ambayo ni subject pronoun. Subject pronoun ambazo zinamsaidia mzungumzaji kuelezea tendo na kutambulisha mtendaji wa tendo. Umeelewa? Kwa hivyo na tunatumia subject pronouns hizi kwenye nyakati ya wakati uliopo ambayo ni present simple. Ni nyakati pekee ambayo katika lugha ya Kiingereza kitendo chochote, aidha verb yoyote ambayo inahusika, aidha ambayo inaelezwa na mzungumzaji, anapofika kwenye he, she na it, lazima verb hiyo, aidha kitendo hicho, mwishoni mwa kitendo hicho kuwepo mabadiliko ya kimatamshi. Speak kwenye he, she na it inakuwa speaks. Cry kwenye he, she na it inakuwa cries. Kwa hivyo kwenye he, she na it, verb yoyote, aidha kitendo chochote kinapoelezewa lazima kiwe na mabadiliko kwenye he, she na it, na mabadiliko hayo yanapatikana pekee kwenye nyakati ya wakati uliopo, aidha wakati wa sasa ambao ni present simple. Na present simple kwa maana nyingine tena wanasema kwamba ni nyakati yenye kuelezea kitendo cha mazoea. Kila kitendo ambacho ni cha mazoea, chenye kujirudia kwenye maisha yako, tumia present simple. Ukisema nalalaga, of course ni kitendo chenye kujirudia kwenye maisha yako, utatumia present simple. Ukisema nakulaga ugali, ni kitendo chenye kujirudia kwenye maisha yako, kwa hiyo utatumia present simple. Na utapofika kwenye he, she na it, kitendo chochote lazima kiwe na mabadiliko kwenye he, she na it. Ni kwamba kitendo hicho mwishoni mwake lazima kiwe na mabadiliko. Lakini kwenye nyakati zingine, aidha kwenye nyakati za wakati ujao, kwenye nyakati za wakati uliopita, kwenye he, she na it hakuna mabadiliko. Kwa hivyo uzingatia kwamba he, she na it ina mabadiliko kwenye nyakati ya wakati uliopo ambao ni present simple, na unatakiwa kukariri mabadiliko hayo yanapatikanaje. Ni kwamba kumbuka, nimeshakufundisha kwamba mabadiliko ya kila kitendo kwenye nyakati ya wakati uliopo kwenye subject pronouns he, she na it, ni lazima mabadiliko hayo yapatikane kwa kuangalia mwishoni mwa neno, aidha mwishoni mwa kitendo kuna konsonanti, aidha kuna vowel. Kuna konsonanti, aidha kuna vokali. Ikiwa kwamba kuna konsonanti, basi unaongeza s. Kwa mfano kitendo speak inakuwa he, she na kwenye he, she na it inakuwa speaks. She speaks, he speaks, it speaks. Kwa nini? Kwa sababu kitendo speak kina k mwisho. Unaona? Lakini pia hili neno right kwenye he, she na it inakuwa rights. Kumbuka tulivyosoma kwenye namna kubadili kutoa neno kwenye singular kulipeleka kwenye plural, nilikwambia kwamba
herufi E inaweza ikaishia kwenye neno lakini sitamkiki, katamkika hii T hapa, ndio maana tunaongeza S. Kwa kifupi hii hapa ni bubu, unasema right, tunaongeza S. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa tofauti iliyopo kati ya vitenzi hivi hapa ya matendo haya. Cha msingi next time nitakupa zoezi la kuweza kuunganisha subject I, you, he, she, it, we, you, they, kuunganisha subject na hizi verbs, lakini pia kuunganisha baadhi ya vitu tulivyosoma. Kuna this, kuna demonstrative adjective, kuna that, zipo nyingi. Lazima uwe mjanja wa kuweza kuunganisha kila mada ili mradi upate sentence yenye maana. Asante sana, nakupenda sana.